Ndugu waandishi wa habari, tumeitana leo tarehe 27 ya mwezi wa 5, 2025 ili tuweze kuzungumza jambo moja kubwa kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Ndugu waandishi wa habari, jambo langu kubwa ni kuzungumzia maendeleo ya soko la Kariakoo ambalo tumepewa fedha si chini ya bilioni 28.3 kwa ajili ya kulijenga na kukarabati. Ninayo furaha kuwaambia kwamba mpaka sasa soko letu limeshafikia 98%. Ni kazi chache sana zimebaki, ikiwa pamoja na kujenga fence ambayo haikuwepo katika mkataba wa awali ili soko letu libaki kuwa nadhifu. Yako machache ambayo ningelipenda kufafanua kabla sijaeleza taarifa za ndani. Mtakumbuka kwamba ndani ya soko letu kulikuwa kuna wafanyabiashara wa aina tofauti tofauti. Na kwa bahati nzuri sana, wakati wa kusanifu upya soko hilo, Mheshimiwa Rais alisisitiza kwamba tusipoteze uhalisia wa soko kutokana na wale wote ambao walikuwa wanafanya biashara katika soko hilo. Kwa mantiki hiyo, maelekezo yake yote yametekelezwa. Kilichofanyika mpaka sasa, wafanyabiashara wa biashara za aina zote ambao walikuwepo ndani ya soko hilo la Kariakoo watarudi baada ya masharti kuzingatiwa. Jambo la msingi ni kwamba tunaliita soko la kimataifa, lazima ule umataifa uweze kusadifu soko letu. Kwa hiyo wale wafanyabiashara wote waliokuwepo awali waliohakikiwa wamekwisha sajiliwa katika mfumo wa Tausi na wamekwisha pewa maelekezo maalum, moja ikiwa ni kujaza mikataba, lakini mbili ikiwa ni kujiandaa sasa kulipa kodi kulingana na bei za soko, lakini tatu kufanya biashara sasa kama ambavyo wamepangiwa, na jambo la nne tumejitahidi sana kwa avoid madalali ambao kwa miaka mingi walikuwa na vyumba zaidi ya 5, 10, 3, halafu wao ndio wanafanya kazi ya kupangisha wengine na kupandisha bei. Kwa serikali itasimamia bei ili kuhakikisha kwamba wote wanamudu, lakini zaidi pia bila kukiuka misingi ya bei ya soko kulingana na maeneo yote ya Kariakoo namna wengine wanavyochaji. Sambamba na hilo, ili soko letu pia libaki katika taswira pia kimataifa, yapo baadhi ya maduka ambayo yataratibiwa upya kwa kutangazwa katika mfumo wa Tausi ili wafanyabiashara wale wenye nguvu waweze pia kuomba kufanya biashara katika soko hilo. Hoja yetu ya msingi ni kwamba kwa kuwa ni soko ambalo linachanganya sifa za wafanyabiashara wakubwa, wakati na wadogo, basi ni muhimu wafanyabiashara wakubwa ambao watahudumia wafanyabiashara wengine wadogo wakawa sehemu ya soko la Kariakoo. Kwa hiyo management ya soko la shirika la masoko ya Kariakoo, inaye hapa mtendaji, atatoa taarifa ya namna walivyojipanga kuhusiana na haya maduka machache au sehemu zinginezo za kibiashara, zikiwa ni sehemu za chakula, sehemu za ofisi na sehemu zinginezo za kuuzia kama viatilifu na sehemu zinginezo. Ataonesha namna ambavyo soko hilo na sehemu hizo zitatangazwa na kuratibiwa. Pamoja na haya yote, kwa kuwa soko wakati linaungua halikuwa na bima, tumesisitiza pia kwamba katika kodi ambayo itakuwa inalipwa ni muhimu sana pia kuzingatia bima ambayo lazima soko kabla lijaanza kufanya kazi tuhakikishe kwamba limekatiwa bima kutoka kwenye insurance maalumu, ili in case kwa baadaye likiwa na itilafu basi bima iweze kubeba mzigo huo. Lakini jambo jingine ni masuala ya ulinzi na usalama kwa ujumla. Tumesisitiza kwamba kwa kuwa soko hilo ni la kimataifa na ni la kisasa, lazima pia kufunga mifumo ya kamera
mifumo ya kamera itakayosaidia kubaini mienendo ya wale wote wazuri na wale wote wabaya wanaokusudia ama kuwa na wizi ama kufanya majaribio ya aina yoyote katika eneo hilo. Mtakumbuka kwamba moja ya jambo ambalo litakuwepo kwenye jengo hilo ni pamoja na mabenki yatakayokuwepo, kuwepo na watoa huduma wakubwa, pamoja pia na wafanyabiashara wengine wakubwa, ili wafanyabiashara wa kimataifa wakitoka katika maeneo mengine yote waweze kupata zile huduma za pamoja. Tunaita one stop service center, ambayo itasaidia kuratibu shughuli zao zote katika eneo moja. Baada ya kusema haya, nikiri tena kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumlipa mkandarasi zaidi ya 96%. Na kwa mantiki hiyo ni kiasi kidogo sana ambacho kimesalia ili kuweza kumaliza kabisa deni. Hii ni pamoja na mkandarasi mjenzi na mkandarasi mshauri, kwa maana wale waliokuwa wakitushauri kuhusu mwenendo wa ujenzi wa soko la Kariakoo. Aidha, mtakumbuka kwamba leo utakapokwenda soko hilo, njia zake karibu zote zimefungwa, na zimefungwa na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo ambao wameweka meza katika maeneo ya mabarabara, na kwa mantikio kuzuia uingiaji wa magari makubwa, kwa sababu utakumbuka bado kuna shughuli za uingizaji wa mizigo mikubwa ndani ya soko. Nitoe rai kama ambavyo nilitoa rai katika moja mkutano wangu juzi kwamba uongozi wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo eneo la Kariakoo waanze kufungua barabara hizi ili magari yaanze kupita, na mwisho wa siku soko litakapozinduliwa kusiwe kuna hitilafu ya aina yoyote kuhusu kuingia ama kutoka kwa barabara zinazoingia ndani ya soko. Wafanyabiashara hawa wapo watu watakao niuliza watakwenda wapi? Wafanyabiashara wote na hasa hizi biashara ndogo ndogo katika lile soko jipya ambalo limejengwa, tumeratibu, management ya shirika la masoko Kariakoo wataeleza, tumeratibu kadri unavyozidi kupanda kuanzia floor ya kwanza kwenda mpaka floor ya 3 mpaka floor ya 4, kutakuwa kuna vijiduka vidogo vidogo ambavyo ndivyo ambavyo wafanyabiashara biashara ndogo ndogo watapanga bidhaa zao. Sasa natoa muda wa wiki 2 ili uongozi wa machinga katika eneo la Kariakoo waweze kukaa na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo, wawaeleze kuhusu adhima ya serikali na namna ya kufungua njia, ili kila mmoja abebe mzigo huu kwa kufungua njia, ili mwisho lisije likawa soko ambalo halina tija kwa uwekezaji mkubwa ambao umekushafanywa sasa. Mwisho, kutokana na umuhimu mkubwa wa soko la Kariakoo, Mheshimiwa Rais pia alielekeza shirika la nyumba kuingia ubia na wafanyabiashara na wale wenye nia njema ili kuweza kuongeza zaidi huduma za maduka kwa wafanyabiashara. Nitumie nafasi hii kumshukuru tena kwa dhati Mheshimiwa Waziri wetu wa Ardhi Deo Ndejembi mbunge kwa kulisimamia hili vizuri na kikamilifu, na kwamba leo utakapopita katika maeneo yote ya Kariakoo utabaini kwamba Wizara ya Ardhi kwa kusaidiana na shirika la nyumba la taifa wamekwisha anza mchakato wa kuingia ubia na wafanyabiashara binafsi ili kuweza kujenga, cooperate na pengine kutanua zaidi huduma hii ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ina tatizo. Nina uhakika baada ya mwaka 1 au 2 mbele, ule ukosefu mkubwa sana, uhaba mkubwa sana wa maduka Kariakoo ambao ulikuwa unaendana na vilemba utaisha, kwa sababu maduka haya yatakuwa ni mengi. Lakini jambo jingine pia mtakumbuka pia Mheshimiwa Rais katika kutanua pia huduma, tulipata wawekezaji waliowekeza katika pale ilipokuwa stendi ya zamani ya mabasi Ubungo na kuzalisha kitu kinachoitwa East African Logistics Center, ambapo pale patakuwa pana maduka na muda sio mrefu patazinduliwa, ili pia kuruhusu huduma ndani ya mji wetu kazi kwa ukamilifu. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana ndugu waandishi wa habari
Niendelee tena kuwakaribisha wote wenye maoni ili tuendelee kuijenga Kariakoo na Dar es Salaam kwa ujumla. Na kama nilivyoendelea kusisitiza nyakati zote, Dar es Salaam si uwanja wa siasa. Dar es Salaam kila moja pabebe kwamba ni uwanja wa kiuchumi kutokana na eneo letu lilivyopewa baraka na Mwenyezi Mungu. Tutumie fursa hii vizuri ya kiuchumi ili tuweze kuwahudumia wenzetu wengi ambao wanaishi ama kutoka katika nchi zisizo na bandari kama vile Zambia, Kongo, Malawi, Burundi, Rwanda, Uganda na baadhi pia mataifa mengineyo ambayo kwa muda mrefu tumekuwa tukishirikiana nayo. Kariakoo ni kitovu kikubwa na alama ya biashara Tanzania. Tuendelee kuilinda, kuiboresha, kuidumisha na kuifanya kuwa safi ili kubeba, kutafsiri diplomasia kiuchumi ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuisisitiza nyakati zote.